Kwa faida ya vijana hapa kwenye mapenzi hapa hapa penyewe hapa kwa faida ya vijana hii unaweza ukamwekea mtu dawa hiyo pia tuweke sawa dokta, ukamwekea mtu dawa ya kukupenda wewe hali ya kuwa yeye ana mtu ambaye anapendana naye na wanaishi vizuri katika mahusiano yao. Je, hii ni sawa kumtoa mtu kwenye mahusiano yake ambayo yuko na mtu kwenye mahusiano wanapendana na wana malengo mazuri na hamna ugomvi wote, wewe ukamvuta kupitia nguvu ya hii? Na unaangalia kwanza na mapenzi yale yako vipi, kwa sababu kuna mtu anasema yuko naye alafu anazidi kuzini tu. Okay. Anazidi kuzini, hamna ndoa pale manake. Wanaishi. Kwa hiyo ukimtoa unataka kuoa, wewe kama unataka kuoa sisi tunamchukua na wewe unaoa. Kwa kama mpenzi ule mpenzi wake ni mpenzi wa mtu, anaweza kuchukulika kirahisi. Anachukuliwa tu. Kwa sababu yeye anachukulika kwa sababu wewe unasema baada nakuuliza wewe unataka kuoa. Ndio. Bana mimi nataka yule nampenda miaka mimi. Lakini ananisumbua. Kwa tunaifikiza nafsi ya yule pale. Yule hata kwa yeye kwa sababu kama akiwa mapenzi na miaka sawa, wana miaka wanazidi tu wenyewe sawa. Kwa hiyo hapa unaweza ukafanya jambo ukamchukua yule akaja mara moja ukaoa, basi habari tukapata thawabu. Let's say tumemchukua sasa, tumeshamuoa. Dawa ya expire? Hii dawa expire inakaa. Sawa? Okay. Hii dawa inakaa. Baada ya kumchukua sawa. Okay. Kuna namna nyingine ya kufanya kumdhibiti kutengeneza dawa ambayo inaweza kukaa miaka 7. Sawa? Ndani ya miaka 7 tabia zenu sawa zitakuwa zimeendana mimi wewe na yeye tayari manake. Ameingia kwenye mfumo. Kama nikupenda tayari atakuwa tayari ameshaingia kwenye mfumo tayari, kwenye mfumo wako tayari. Sawa? Kama alikuwa akupendi, sawa, kwa sababu wewe usimpenda. Sawa? Mpaka jamani mpaka unafanya hivyo umpenda, maana utafanya mpaka yule yale mahaba yale yatazidi. Sawa? Yatazidi. Sawa? Kwa hiyo mpaka ile dawa inachuja tena na ni kitu cha kawaida tu. Okay. Basi sawa. Hapo nafikiri vijana wamenielewa. Vijana hapa Fenga Media najua hapo walikuwa wamekazia macho sana. Let's go next. Kwenye huyu anaitwaje? Hiyo ni tunguli ya mapenzi. Ya mapenzi tu. Mahabat. Okay. Tunguli ya bibi, ni tunguli ya babu, anaitwa kilehelehe. Kilehelehe. Kuna kubwana. Ambayo ndio ile kumzindua mtu ambaye amezidiwa akifika, sio? Ya kumzindua hii ni ya bibi. Okay. Sawa? Ndio. Hiyo ni ya kilehelehe. Kilehelehe. Ndio mwenye fimbo hii. Okay. Babu. Kwa huyu ni babu. Huyu ni babu huyu. Na namnyoshia kidole ni sahihi au nifanye hivi asija kanizingua hapa kabla tujatoka. Tumalizie na kule, huyu nani sasa huyu? Hii ni tunguli ya kibwengo. Kibwengo. Hii kazi yake jini anaitwa kibwengo. Sawa? Okay. Anapokuja kwenye matatizo, kuna mtu anafanya jambo, sawa? Anaanza kukurupuka akamfuata huko. Yaani maana sio huyu anakurupuka huyu, anakurupuka mimi maana yake anapokuja yeye, naweza nikachukua dawa hii nikajipaka nikakurupuka nikaondoka. Nikamfuata kama kuna mtu anafanya kitu labda yupo sehemu fulani mimi nikamfuata pale katika na wewe unaona unafanya hivi. Kama ni watu wanafanya jambo nikafika na wasambaratisha pale. Kupitia hii hapa. Hiyo ni hata akiwa mkoani haina haja ya majinja hiyo. Yaani hiyo akiwa mkoani, hasa akiwa mkoani kuna wafalme bwana amesema hapo kuna wafalme, sawa? Kuna mfalme anaitwa kuna mfalme anaitwa kifaru, kina kifaru ambayo ni asili, sawa? Kifaru hicho ambacho unaweza ukafanya ukakituma, sawa? Kikabeba vile vitu vyote kama unaona kama hapa. Kikakusanya vitu vyangu vyote hapa, kikapeleka sehemu manake. Hicho ni kifaru manake ni jini, ni rohani ambayo ni asili, anaitwa kifaru. Sawa? Anaweza akakusanya vitu hapa. Yaani mfano mtu anafanya jambo, huyo hapa mimi watu njiani. Hapana. Sawa, ndio maana nasema sisi hatuna uganga wa kichawi. Okay. Ndio maana nasema huu ni uganga mkubwa. Na ndio maana nasema hao ni wataja watoto wadogo hao. Sawa? Nasema watoto wadogo, ndio maana nimesema watoto wadogo. Sawa? Huyu kifaru ni kifaru ni ndio anaweza kufanya kazi uliyosema wewe. Sawa? Naam. Hapa tu skip kidogo tuje kwenye hii si ni bilika, si ni nani? Hii ni bilika, ni hicho ni kitezo. Kitezo cha kutia ubani, unatia ubani hapo. Sawa? Kuna kitezo cha hapa ni juu, unaweza kama una kazi ya kufanya mishumaa, unaweza kuchomeka mishumaa hapa juu. Kaweka hapo mishumaa ikawaka, mishumaa 7 ikawaka. Sawa? Na kingine hiki ni cha hichi ni kibali cha umoja wa waganga Tanzania. Umoja wa waganga Tanzania. Tafiti magonjwa mbalimbali, magonjwa sugu. Yaani magonjwa mbalimbali nimekwambia hapa maradhi tu. Maradhi yote yanatibia isipokuwa kifo tu na uzee. Sawa, na hiki ni cha mama hichi. Cha mama. Mama kumbe naye amethibitishwa. Amethibitishwa na okay. Mama jamani amethibitishwa. Hatupo kizembe. Jeshi. Hatupo kizembe. Okay.
Pia tumeona kuna kama magome hapa, si ni magome si gani? Unaweza kuelezea kidogo? Magome haya bana, haya magome hii ni dawa, sawa? Haya magome haya ni dawa, sawa? Huu ni mti, unapatikana Kigoma sana, kwetu Kigoma sana, unapatikana sana Kigoma huu. Kwa ukiisha mpaka Kigoma. Au Kigoma sana huu, sawa? Kwa sababu dawa zetu zina nguvu sana, dawa za Kigoma. Huu mti unaitwa kiapo. Okay. Kinaitwa kiapo au kishinda wachawi. Unaitwa kiapo au kishinda wachawi. Kwa hapo wachawi wakija hapo waone. Yaani dawa hii, sawa? Hii dawa unaifanya unavyotaka kufanya, manake hii unaweza kutumia dawa hii, sawa? Inafanya ubaya, sawa? Inafanya ubaya hii dawa. Hii dawa inaua uchawi, hii inafanya kinga, inafanya kila jambo yote hii dawa, sawa? Kama ilivyo hivyo unampatia mteja? Hapana, kuna namna yake inafanywa. Itengenezwe. Inaweza ikakata vipande kwa namna ya tiba ambayo unaoifanya anahitaji. Mfano mzuri hapa. Mfano mzuri, muona hapa. Muona chungu hichi. Muona hichi, sawa? Hichi kuna mtu ana mazila yake, sawa? Huyu mtu, sawa? Kuna watu wanamsumbua. Sawa? Kuna watu wanamsumbua, manake wanamuonea unyonge, manake ana sehemu yake. Kuna watu ambao wanamfanyia fitna, sawa? Wanataka kumnyang'anya mali yake, sawa? Kwa hiyo hawa watu nimewafunga wako humu, sawa? Na huo mti umetumia kufunga na wenyewe, sawa? Kwa hiyo kichungu nitakapokipeleka sehemu zangu kukiweka, sawa? Wanawazima wote hawa wote hawatasikilizika tena kumsumbua tena. Sawa? Okay, sawa. Pia lakini jamani, watazamaji wa Pafenga Media, tunaye mama hapa ambaye ni makamu wa Dr. Hamza na ambaye ni anaratibu shughuli zote ambazo zinaendelea hapa. Mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salam pia. Safi, habari gani? Salama. Kwanza kabisa unajisikiaje kuwa msaidizi wa Dr. Hamza? Mimi nasikia na furaha kubwa sana. Ndio. Kupitia na kazi hii. Hujawahi kujutia kufanya kazi na dokta? Sijawahi kujutia kwa sababu mimi kazi imenifuata toka mdogo. Kwa hiyo imeenda, itabidi tena nikubali. Kwa hiyo sijapata kujutia, yani kwangu mimi naona furaha. Kwa hiyo mizimu ilikuwahi? Toka na miaka 10 iliniwahi mpaka sasa hivi. Hatimaye ndoto yako imetimia? Hatimaye ndoto yangu imetimia. Na unawaambia nini ambao watazamaji wa Pafenga Media na Watanzania kwa ujumla na mataifa mbalimbali yanayotazama, neno lolote kwao kutokana na huduma ambayo mnaifanya? Sisi tunashukuru Mungu, huduma yetu tunaofanya huduma zetu nzuri. Atapokuja mgonjwa kabebwa, anaondoka hapa kwetu mzima, anatembea. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, tuna uwezo mkubwa. Na mume wangu tunashirikiana kama mlivyomsikia mume wangu, wapendwa watazamaji. Sisi hatujawahi kushindwa maradhi. Kila maradhi ikija hapa, akija anabebwa, anaondoka, anatembea. Sisi tunashindwa labda kifo na uzee tu. Na tuko tayari kumrudisha kale. Tuko tayari kumrudisha kale, lakini ikifika 40, ikipita 40 haiwezekani kurudisha, lakini kama 40 bado tuna uwezo wa kurudisha binadamu. Tunamuomba Allah Subhanahu. Asante sana. Bana, huyu ni mama ambaye ni makamu wa Dr. Hamza. Kwa hiyo umekuwa ukizunguka na mzee kimataifa na yeye pia? Tunaenda Marekani, Kenya, Zanzibar, yani tunatembea kila mikoa tu wote. Unakumbuka siku yako ya kwanza kupanda ndege? Mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Ulijisikiaje mizimu kusaidia kupanda ndege? Nilijisikia raha sana. Kwa unafurahia mizimu kukupeleka Marekani? Nani naona raha sana. Bana, huyu ni mama ambaye ni msaidizi wa Dr. Hamza. Na mimi nilikuwa napata mawili matatu, na mimi umejifunza vitu vingi, umepata kitu ambacho ulikuwa unastahili ukipata. Kupitia Pafenga Media utapata habari nyingi nzuri moto. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kuweza kupata taarifa kila inapotoka. Mimi ni Matias Zumba bana, na bila yana nimekuletea kile ambacho ulitakiwa ukipata, na mimi umekipata. Endelea kufurahia.